Mjadala wetu tunauliza tu ya kwamba kwa mujibu wa taarifa za usajili zinaripoti kwamba nyota wa Azam FC Djibril Sila yupo mbioni kujiunga na klabu ya Yanga kama mbadala Clement Mzize kama atauzwa. Je, unadhani Djibril Sila ni mbadala sahihi wa Clement Mzize au Yanga wanatakiwa kumtafuta mbadala mwingine zaidi ya Djibril Sila ili kuziba pengo la Mzize endapo atauzwa? Hiki ndicho ambacho tunakiweka kupitia mjadala wetu hapa. Komenti yako ni muhimu kweli kweli. Mwalimu, tuanzie kwa upande wako kwa performance ya Djibril Sila. Anaweza akawa mbadala sahihi wa Clement Mzize ndani ya kikosi cha wananchi Young Africans kama taarifa zinavyoripoti? Unajua ukiwa unalinganisha moja kwa moja kiwango cha mchezaji na mchezaji unaweza ukapata majibu ambayo kidogo yakawa kama vile yani hayaeleweki. Kwa maana Djibril Sila vitu alivyonavyo ni sawa sawa na alivyonavyo Clement Mzize? Mimi kwangu jibu ni hapana, kwa sababu Mzize ana vitu vingi. Ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kucheza kushambulia kutoka maeneo ya kiwanja, ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kufunga magoli kwa miguu yote miwili, ana uwezo wa kudrive mpira kwa miguu yote miwili. Tofauti na Djibril Sila ambaye zaidi tunasema ni mchezaji ambaye ule mguu wake wa kulia unatumika mara chache sana, lakini Mzize ana uwezo wa kutumia vizuri miguu yote miwili. Anaweza kufanya dribbling kwa maana kukokota mpira. Yani ni mchezaji ambaye yuko vizuri katika maeneo mengi zaidi tofauti na Djibril Sila. Lakini wakati mwingine sasa timu wanachokifanya focus inakuwa sio ya moja kwa moja kuziba labda pengo la mchezaji fulani, lakini kuna wakati mwingine kinachofanyika ni kwamba tumeondokewa na wachezaji wawili ambao tunasema ni mahiri katika safu ya mbele. Kwa hiyo ngoja tumuongeze mchezaji mwingine ambaye ana uwezo wa kucheza namba za mbele, labda ni winga wa kulia au winga wa kushoto. Lakini Mzize alikuwa ana uwezo wa kutumika kama mshambulizi wakati, kucheza kushoto, kucheza kulia, tofauti na Djibril Sila. Djibril Sila timing zake za kumzuia zinaweza zikawa, kwa mtu ambaye anamsoma vizuri, inaweza kawa ni sio ngumu, tofauti na huyu Clement Mzize, kwa sababu Djibril Sila ni left shooter zaidi, yani kiasi kwamba kuna mazingira ambayo ukimtengenezea mazingira kumbana kuna vitu ambavyo anavikosa. Lakini kama Young Africans wanafikiria kumsajili Djibril Sila, yani sio kwamba labda wanakosea, kwa sababu ni mchezaji ambaye yuko vizuri, lakini sio kwamba sasa moja kwa moja anakwenda yani kuziba pengo la Mzize, kwamba kila kitu ambacho Mzize alikuwa anakifanya kiwanjani Djibril Sila anaweza kukifanya. Hapo inakuwa mara nyingi hesabu zake hazikai vizuri. Lakini kinachotokea ni kwamba tumeondokewa na mchezaji mmoja wa safu ya mbele, kwa hiyo tunahitaji kuongeza mchezaji mwingine ambaye anaweza siku nyingine mwalimu akamtumia kama winga wa kushoto au kama ni winga wa kulia. Lakini kwa maana yani ule uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, yani kwa kulinganisha kila yani tabia za kiuchezaji za Mzize na za Djibril Sila, hapo unaweza ukapata vitu viwili tofauti. Na Djibril Sila anaweza akasajiliwa Young Africans kama kweli wanamhitaji, lakini mwalimu akamtumia katika pengine katika na position nyingine kabisa ambayo Mzize alikuwa hachezi katika hiyo nafasi. Kwa hiyo yote kwa yote yanawezekana, lakini kama Young Africans wanakusudia kumsajili Djibril Sila kwa maana ya kwenda kuongeza namba, yani kuongeza idadi ya watu yani kuongeza idadi ya washambulizi kwenye kikosi, yani hawajakosea, kwa sababu ni mchezaji mzuri. Lakini ukitamka sana anakwenda kuziba pengo la Mzize moja kwa moja kulinganisha kiwango, hapo unaweza kupata ukakasa. Lakini kama ni mchezaji mzuri katika eneo la mbele, ni mtu sahihi, kwa sababu ana uwezo mkubwa na ana uwezo mkubwa wa kuisaidia timu. Wasiwasi wako ni kwenye eneo lipi pengine mwalimu? Kwa sababu tumemshuhudia Djibril Sila amekuwa msaada mkubwa kabisa ndani ya Azam. Pengine kutokana na timu ambayo anacheza. Mimi kwangu yani Mzize, yani kama ningekuwa bado na timu yangu labda ambayo mimi ni kocha, labda Jogoo Football Club,
alafu nimepewa labda bwana kati ya hao wawili chagua mmoja, yani katika eneo la mbele, mimi kwangu kula yangu ingeenda kwa Mzinze, kwa sababu ni mchezaji ambaye mimi kwangu ana vitu vingi ambavyo nimevizungumzia. Sasa yani nachelea kusema kwamba yani hawezi kuwa kama Mzinze, kwa sababu ni wachezaji wawili ambao wana yani mikimbio yao kiwanjani ni tofauti kidogo. Yani Mzinze ni mimi kwangu ni mzuri zaidi, yani ni bora zaidi, kwa sababu kama ambao nimezungumza ana mchezaji ambaye ana uwezo wa kucheza yani pande zote mbili za kiwanja. Yani kwa mfano let's say kama Djibril Sila labda amefanya dribbling, amefika kwenye touch kwenye goal line, yani ule mstari wa mwisho wa kiwanja, lazima atalazimika a turn back, alafu hadi mpira ukae katika engo kushoto uweze kuupiga. Lakini Mzinze akifika katika eneo kama hilo ana uwezo wa kupiga yani mpira wenye nguvu kwa kutumia mguu wa kulia. Lakini kama anacheza kushoto lugha ya ngida kimpira kwamba amevunja offside, yani amefika kwenye ule mstari akiwa kushoto, ana uwezo wa kupiga cross. Lakini Djibril manake lazima atalazimika utafute mguu wa kushoto ili aweze kupiga. Lakini Mzinze vile vile ni mzuri hata kwenye mipira hii ya tunasema ni air ball, mipira ya juu juu, yani hizi cross ana uwezo wa kucheza wakati mwingine, lakini ana uwezo wa kucheza kama mshambulizi wakati. Kwa hiyo mimi kwangu kwa jicho langu la kiuchambuzi na uzoefu wangu Mzinze ana vitu. Kwa hiyo ukiwa na Mzinze manake unaweza ukamtumia katika yani tunasema anakupa vitu vingi zaidi kuliko Djibril Sila. Kwa hiyo mimi kwangu Djibril Sila ni miongoni mwa wachezaji ambao ni wazuri sana, na ndio maana hata kabla kuja Young Africans nafikiri alicheza kitu kama Wydad Casablanca kama kumbukumbu zangu ziko vizuri, lakini aliwahi kucheza soka nchini Morocco. Kwa hiyo ni moja kati ya wachezaji ambao ni wazuri, lakini kwa maana kwa kulinganisha sasa ubora yani wa mchezaji binafsi hapo kidogo unaweza kuona kwamba kuna vitu ambavyo Mzinze anavyo, lakini Djibril Sila hana.